Bila shaka unazidi kutazama taarifa za KTN leo. Tuelekee mahakamani. Baada ya miaka 6 ya kutafuta haki, hatimaye familia za waathiriwa wa shambulizi la Dusit D2 la mwaka wa 2019 wamepata haki baada ya washtakiwa Mohamed Abdi Ali na mwenzake Hussein Abdile Ali kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 kila mmoja. Wawili hao, kulingana na Jaji Diana Kavetsa, walihusika katika kupanga na kufadhili shambulizi hilo ambapo watu 21 walipoteza maisha, kadhaa walilemazwa na kusababisha biashara ya hoteli hiyo kupungua kwa asilimia 55. Catherine Muraget na taarifa hii. Mohamed Abdi Ali mwenye umri wa miaka 61 atatumikia kifungo cha miaka 30 gerezani. Naye mwenzake Hussein Abdile Ali wa miaka 22 pia atatumikia kifungo cha miaka 30 kwa mashtaka mawili waliohukumiwa ya kupanga njama na kufadhili shambulizi katika hoteli ya Dusit D2 Januari 15 mwaka 2019. Jaji Diana Kavetsa katika hukumu yake siku ya Alhamisi katika mahakama ya Kahawa alisema kuwa wawili hao walisaliti nchi kwa kuunga mkono na kufadhili ugaidi. Kulingana na jaji, tukio hilo la kinyama lililotokea miaka 6 iliyopita na kugharimu maisha ya watu 21 na wengine wengi tu kuachwa na majeraha halingefanyika iwapo Abdile hangetengeneza hati gushi za kusafiria kwa washambuliaji kusafiri kutoka Somalia. Wakati huo alisema mshambuliaji mkuu Ali Salim Gishungi hangepanga na kutekeleza shambulio hilo kama Ali hangemtumia pesa hizo. Jaji Kavetsa alisema kuwa wanastahili kulipa machungu, mateso na makovu ya kudumu waliosababisha kwa kushirikiana na magaidi hao. Kulingana naye, shambulio la hoteli hiyo halikuwa jambo la kukurupuka, bali njama iliyopangwa vizuri na iliyohusisha watu wengi. Upande wa mashtaka ulioongozwa na naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma Duncan Ondimu ulisema kuwa wawili hao walipaswa kutumikia jela kwa muda mrefu sana kwa waathiriwa 21 waliouawa, makumi wakiachwa walemavu. Mohamed Abdi Ali alikamatwa Aprili 19 mwaka 2019 huko Mandera, ambapo alifanya biashara kama mfanyabiashara isiyo rasmi ya Forex, huko Hussein Abdile Mohamed akikamatwa Januari 31 mwaka 2019 pia huko Mandera. Catherine Muraget, KTN.